Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026, ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Hakikisha unajiabone na comment vile vile una partager ili wengine ndio wapate habari zetu za kila siku kupitia channel yetu hii ya YouTube. Na kama unataka kuwasiliana nasi, tuandikie kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye video, kwenye picha huko WhatsApp, na ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako baada ya kusikiliza taarifa yetu ya habari paka mwisho. Karibu katika taarifa hii ya habari ya asubuhi. Karibu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano makali yanaendelea katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mkoa wa Kivu Kusini, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyolenga kupunguza mapigano na kutuliza hali ya usalama. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo kadhaa vya eneo hilo, mapigano ya siku kadhaa yameendelea kati ya muungano wa M23 unaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda dhidi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na makundi ya wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la serikali. Katika mashambulizi hayo, taarifa zinaweza kuwa M23 imeweza kuchukua udhibiti wa maeneo mbalimbali katika groupement ya Ziralo katika eneo la Kale mkoani Kivu Kusini. Mashambulizi hayo yameripotiwa kufanyika kwa kutumia vikosi vya ardhini pamoja na ndege zisizo na rubani maarufu kama drone zinazotumika katika mashambulizi. Mmoja wa maeneo yanayotajwa kutwaliwa ni Remeka, huku taarifa zikieleza kuwa wapiganaji hao wanaendelea kusonga mbele kuelekea upande wa Ombo. Pia kuna taarifa tofauti zinazodai kwamba Remeka imeangukia mikononi mwa waasi wa M23 katika eneo la Ufamando, eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Hali inaonyesha kuwa mapigano hayako tena katika eneo moja pekee, bali yanaweza kuathiri maeneo ya mpakani kati ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, ambako harakati za vikosi vya pande zinazopigana zimekuwa zikibadilika mara kwa mara. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama, moja ya malengo yanayodaiwa kuwa nyuma ya kusonga mbele kwa waasi wa M23 ni kufikia eneo la Bunyakiri. Iwapo nguvu hiyo itaendelea kusonga kuelekea huko, inaweza kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati. Bunyakiri iko katika eneo ambalo linaunganisha njia mbalimbali muhimu za usafirishaji na mawasiliano ndani ya eneo la Kivu Kusini. Udhibiti wa eneo hilo unaweza kusaidia kubadilisha mstari wa mapigano na kusogeza mbali na maeneo yanayozunguka ziwa la Kivu. Pia unaweza kuathiri njia zinazotumiwa na kwa kusafirisha wanajeshi, chakula, silaha na vifaa vingine vya kikosi vinavyounga mkono serikali. Kwa upande mwingine, hatua hiyo inaweza kuongeza shinikizo kwa vikosi vinavyodaiwa kuwa vimeelekezwa upande wa Mwenga, na hivyo kuifanya hali ya kijeshi katika eneo la Kivu Kusini kuwa ngumu zaidi. Jambo linalozua wasiwasi zaidi ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Makubaliano yaliyofikiwa kupitia juhudi za amani za kikanda zilizokuwa na lengo la kusimamisha mapigano, kuzuia kusonga mbele kwa vikosi na kuweka mazingira mazuri ya mazungumzo ya kisiasa. Lakini kinachoonekana kwenye uwanja wa vita ni tofauti. Badala ya kusimama kwa mapigano, taarifa zinaendelea kuripoti mashambulizi, kutwaliwa kwa maeneo mapya na kusogea mbele kwa vikosi. Hii inaibua swali kubwa kuhusu ufanisi wa makubaliano hayo. Ikiwa mapigano yataendelea licha ya makubaliano, ni nani atakayehakikisha utekelezaji wake? Kwa upande wa wananchi, kuendelea kwa mapigano kunaweza kuongeza hofu, kusababisha watu kukimbia makazi yao na kuvuruga shughuli za kawaida kama vile biashara, kilimo na usafirishaji. Kadri mstari wa mapigano unavyosogea karibu na maeneo yenye watu wengi, ndivyo hatari yaongezeka la uhamaji wa raia na changamoto za kibinadamu zinavyoendelea kuongezeka. Kwa ufupi, hali ya Kivu Kusini bado ni mbaya. Taarifa za kutwaliwa kwa Ziralo na Remeka pamoja na kusonga mbele kuelekea Ombo na uwezekano wa kulengwa kwa Bunyakiri zinaonyesha kwamba mzozo wa kijeshi bado haujafikia hatua ya kusimama kabisa. Kinachobaki kusubiriwa sasa ni hatua kutoka kwa waamuzi na wahusika wa michakato ya amani ili kuhakikisha kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano hayabaki kwenye karatasi pekee, bali pia kutekelezwa kikamilifu ardhini. Kwa sababu bila kusitishwa kwa mapigano, bila kuheshimiwa kwa mistari mapigano, bila kulindwa kwa raia, juhudi za mazungumzo ya amani zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa. Hii ni hali ya usalama inayoendelea kubadilika katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku macho yakiwa sasa kwenye maeneo ya Ziralo,
Ombo na Bunyakiri ambapo maendeleo ya kijeshi yanaweza kuamua mwelekeo wa mapigano katika siku zijazo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano kati ya waasi wa M23 na vikosi vinavyounga mkono serikali yanaendelea kusababisha mabadiliko ya udhibiti wa maeneo pamoja na kuhama kwa wananchi. Taarifa kutoka eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini zinaeleza kwamba waasi wa M23 wamechukua udhibiti wa vijiji vitatu katika groupment ya Ofamandu ya kwanza baada ya mapigano yaliyotokea siku ya jana. Ofamandu ya kwanza ni eneo muhimu katika eneo la Masisi kutokana na nafasi yake ya kijiografia na ukaribu wake na maeneo mengine ambayo yamekuwa yakikabiliwa na mapigano kati ya pande mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, baada ya wapiganaji wa M23 kuingia na kuimarisha udhibiti wao katika vijiji hivyo vitatu, baadhi ya wananchi wameanza kuondoka katika makazi yao wakitafuta maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Hii ni hali ambayo mara nyingi hujitokeza katika maeneo ya vita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati mapigano yanaporipotiwa, vijiji vya raia, familia hulazimika kuacha nyumba zao, mashamba na shughuli zao za kila siku kwa hofu ya kukumbwa na mapigano. Ofamandu ya kwanza iko katika eneo ambalo limekuwa likikumbwa na harakati za kijeshi na mabadiliko ya udhibiti wa maeneo. Kuchukuliwa kwa vijiji vitatu kunaweza kuashiria kwamba M23 inaendelea kujaribu kupanua maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake katika eneo la Masisi. Kwa upande wa kijeshi, udhibiti wa vijiji vidogo unaweza kutoa nafasi ya kusogea kuelekea maeneo mengine muhimu, huku pia ikiadhiri njia zinazotumiwa na wananchi na vikosi vya serikali katika harakati zao. Lakini kwa upande wa raia, maana yake ni tofauti kabisa. Kutwaliwa kwa eneo linapotokea, jambo la kwanza linaonekana ni hofu na mauaji ya watu. Familia zinapokimbia mara nyingi huacha mali zao, mifugo, mashamba na wakati mwingine hata watoto au ndugu walio katika mazingira magumu. Hali hii inaongeza mahitaji ya chakula, maji, makazi na huduma za afya katika maeneo yanayowapokea wakimbizi wa ndani. Uhamaji huu pia unaonyesha ukubwa wa hatari ya mapigano kwa raia. Hata kama taarifa za kijeshi zinaweza kuzungumzia ni upande gani unaodhibiti kijiji fulani, kwa wananchi jambo kubwa zaidi ni usalama wao. Watu wanahitaji kujua kama wanaweza kurudi manyumbani, kama shule zinaweza kuendelea, kama soko yatafunguliwa na kama barabara zitakuwa salama. Katika mazingira kama haya, taarifa kuhusu idadi kamili ya waliokimbia, maeneo waliokwenda na hali yao ya kibinadamu huwa muhimu sana. Hata hivyo, taarifa za awali kutoka maeneo ya vita mara nyingi huwa na mapungufu kutokana na ugumu wa mawasiliano na usalama. Kwa hiyo tunapaswa kuangalia tukio hili katika muktadha mpana wa vita vya Masisi. Masisi imekuwa moja ya maeneo ambayo imekuwa ikishuhudia mapigano na mabadiliko ya udhibiti wa maeneo. Kila upande unapojaribu kusonga mbele, waziri sio tu mstari wa mbele bali pia maisha ya maelfu ya wananchi wanaoishi katika vijiji vilivyo karibu. Kutwaliwa kwa vijiji vitatu vya Ofamandu ya kwanza kunaweza pia kuongeza shinikizo kwa maeneo jirani iwapo mapigano yataendelea kusogea mbele. Kwa sasa jambo muhimu ni kufuatilia kama udhibiti wa M23 katika vijiji hivyo utadumu, kama kutakuwa na jaribio la vikosi vinavyounga mkono serikali kuvirejesha, na zaidi ya yote kama mapigano yataendelea kusababisha wananchi wengine kukimbia. Kwa kumalizia taarifa yetu, kutwaliwa kwa vijiji vitatu katika eneo la Ofamandu ya kwanza inaonyesha kwamba hali ya usalama katika eneo la Masisi bado ni mbaya, lakini zaidi ya mabadiliko ya ramani ya kijeshi, tukio hili lina hatari ya moja kwa moja kwa raia ambao kwa sasa wanalazimika kuondoka katika makazi yao kwa hofu ya mapigano. Wakati juhudi za kisiasa na kidiplomasia za kutafuta amani zikiendelea, matukio kama haya yanaonyesha umuhimu wa kutisha mapigano kwa vitendo na kuhakikisha usalama wa raia unakuwa kipaumbele. Kwa sasa macho yanaelekezwa Ofamandu ya kwanza na maeneo ya jirani kufuatilia mwelekeo wa mapigano na hatima ya wananchi waliolazimika kukimbia makazi yao. Tuendelee na habari kutoka
mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kuwa limefanikiwa kuangusha droni ya kujitoa muanga ambayo jeshi hilo linadai kuwa ilitumwa na vikosi vya RDF M23 pamoja na washirika wao wa Red Bara Twirwaneho katika eneo la nyanda za juu za Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Lieutenant Rigene Mbuikalonji, msemaji wa Operation Sokola pili Kivu Kusini, tukio hilo limetokea kwa saa za asubuhi za Alhamisi karibu saa 2 kamili, yani asubuhi. Drone hiyo inadaiwa kulengwa na kuzuiwa katika eneo la Runyengo lililopo kati ya vilima vya Mukoko na Mlima katika nyanda za juu za eneo la Fizi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linasema kuwa hatua hiyo ilichukuliwa baada ya kuwepo kwa mashambulizi kadhaa yaliyolenga maeneo yake ya kijeshi katika nyanda za juu za Fizi. Kwa mujibu wa jeshi vikosi vyake viliweza kuzuia na kusukuma nyuma mashambulizi hayo. Hata hivyo, hadi sasa FARDC haijatoa taarifa kuhusu idadi ya watu walioweza kuuawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo, wala haijafafanua kwa undani kiwango cha uharibifu wa vifaa vya kijeshi. Tukio hili linaonyesha kwamba hali ya usalama katika eneo za nyanda za juu za Fizi bado ni mbaya na inaweza kubadilika kwa haraka. Matumizi ya droni yenye lengo la kushambulia moja kwa moja yanaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia katika mapigano yanayoendelea katika eneo la Kivu. Kwa upande wa kijeshi, kuangushwa kwa droni hiyo kunaweza kuwa na umuhimu mkubwa kwa FARDC kwa sababu droni za aina hii zinaweza kutumiwa kwa kulenga maeneo yenye mkusanyiko wa wanajeshi na miundombinu muhimu. Hivyo uwezo wa kudungua na kuzuia tishio kama hilo inaweza kusaidia kupunguza madhara kwa wanajeshi na raia. Lakini pia madai haya yanapaswa kutazamwa kwa tahadhari. Taarifa iliyopo kutoka kwa upande wa FARDC na katika mazingira ya vita, madai ya kijeshi kuhusu upande uliotuma shambulio linahitaji uthibitisho kutoka vyanzo vingine uhuru kabla ya kuchukuliwa kama ukweli uliothibitishwa kikamilifu. Kwa upande mwingine, eneo la Mukoko, Mulima na Runyengo ni eneo muhimu, ni sehemu muhimu katika ufuatiliaji wa hali ya usalama katika eneo la nyanda za juu za Fizi. Endapo mashambulizi yataendelea katika eneo hili, yanaweza kuongeza hofu miongoni mwa wakazi na kuathiri harakati za kawaida za wananchi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imewataka wananchi kubaki watulivu na kuendelea kuwa na tahadhari wakati operesheni za kijeshi zikiendelea. Jeshi hilo linasisitiza kwamba linaendelea na operesheni zake kwa lengo la kulinda uadilifu wa eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhakikisha usalama wa raia. Kwa ujumla, tukio la Runyengo linaonyesha kwamba mapigano katika nyanda za juu za Fizi bado yanaendelea kuwa changamoto kubwa ya kiusalama. Kuangushwa kwa drone hiyo kunaweza kuwa mafanikio ya muda kwa FARDC, lakini hali halisi ya usalama itategemea iwapo mashambulizi mengine yataendelea au kama kutakuwa na utulivu katika siku zijazo. Hii ni hali inayohitaji ufuatiliaji wa karibu, hasa kutokana na uwepo wa raia katika maeneo yanayozunguka uwanja wa vita. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha nijiunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Iran imeonya kwamba itachukua hatua kali kujibu vitisho vipya vya Marekani vya kuiwekea vikwazo vya kiuchumi ambavyo Washington imesema vitakuwa miongoni mwa hatua kali zaidi za kifedha kuwahi kuchukuliwa dhidi ya Tehran. Mvutano huu unakuja wakati uhusiano kati ya Marekani na Iran ikiwa katika hali ya wasiwasi mkubwa, huku juhudi za kidiplomasia za kupunguza mgogoro zikabiliwa na changamoto. Marekani inasema inalenga kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran ili kulazimisha serikali ya Tehran kubadilisha msimamo wake. Kwa upande wa Iran, viongozi wake wamekataa shinikizo hilo na kulitaja kama aina ya ugaidi wa kiuchumi. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema vikwazo vya Marekani havitafanya Tehran kusalimu amri, bali vinaweza kuongeza msimamo wa Iran kulinda maslahi na uhuru wake. Marekani imeongeza vitisho vya kiuchumi huku Rais Donald Trump akisema nchi au kampuni yoyote itakayoiwezesha Iran kuendelea kupata msaada wa kiuchumi inaweza kukabiliwa na madhara. Waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent amesema Washington inapanga kampeni kubwa ya kuitenga Iran kiuchumi na amedokeza kwamba
kwamba maelezo zaidi kuhusu hatua hizo yatatangazwa Jumatatu. Washington inaonekana kutaka kutumia nguvu ya mfumo wa kifedha wa kimataifa na hasa nafasi ya dola ya Marekani kuifanya biashara ya Iran iwe vigumu zaidi. Hii inaweza kuathiri benki, kampuni za nchi ambazo zinaendelea kufanya biashara na Tehran. Lakini Marekani pia inajaribu kuwashawishi washirika wake pamoja na China kuunga mkono mkakati huo. Hapo ndipo changamoto kubwa inapojitokeza, kwa sababu ufanisi wa vikwazo hautategemea Marekani pekee, bali pia namna nchi nyingine zitakavyoitikia shinikizo la Washington. Tehran haijaonyesha dalili ya kukubali masharti ya Marekani. Viongozi wa Iran wamesema nchi hiyo imezoea kukabiliana na vikwazo kwa muda mrefu na imejenga njia mbalimbali za kuendelea kufanya biashara licha ya vikwazo vya kimataifa. Mkuu wa majeshi wa Iran, Major General Ali Abdullahi, amesema Iran iko tayari kukabiliana vitisho vipya kwa msimamo mkali. Hata hivyo, katika ripoti hii ni muhimu kutenganisha tishio la kisiasa kutoka hatua ambayo tayari imetekelezwa. Iran imetangaza utayari wa kujibu, lakini namna ya ukubwa wa hatua hiyo bado haujawekwa wazi kikamilifu. Kwa upande mwingine, spika wa bunge wa Iran Mohammad Kalibaf amekiri kwamba shinikizo la kiuchumi linaweza kuwa tatizo kubwa ndani ya nchi. Ameonya kwamba hata kama nchi ina nguvu kubwa katika masuala mengine, uchumi hauwezi kustahimili kwa muda mrefu ikiwa wananchi watakabiliwa na ukosefu wa ajira, matatizo ya uzalishaji na kupungua kwa mzunguko wa fedha. Hii inaonyesha kwamba Iran inaweza kuwa na msimamo mkali kisiasa, lakini wakati huo inakabiliwa na changamoto halisi za kiuchumi. Jambo muhimu hapa ni kwamba shinikizo dhidi ya Iran havitaishia ndani ya mipaka ya Iran pekee. Iran ni mzalishaji mkubwa wa mafuta na mvutano unaohusu nchi hiyo unaweza kuathiri masoko ya nishati duniani. Tayari wasiwasi kuhusu usalama wa usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz umeongeza hofu kuhusu upatikanaji wa mafuta na gesi katika masoko ya kimataifa. Taarifa za sasa zinaonyesha kuwa bei ya mafuta imekuwa chini ya shinikizo la kupanda kutokana na hofu kuhusu usumbufu wa usambazaji katika eneo hilo. Brent imekuwa ikifanya biashara karibu na dola 94 kwa pipa, huku WTI ikiwa zaidi ya dola 86 katika taarifa za hivi karibuni. Hivyo iwapo mvutano utaendelea kuongezeka, hatari inaweza kuonekana mbali na Mashariki ya Kati, ikiwemo gharama za mafuta, usafiri na bidhaa katika nchi mbalimbali. Sasa hapa tujiulize swali moja, je, vikwazo vinaweza kulazimisha Iran kubadilika? Iran imekuwa nchi ya vikwazo kwa miongo kadhaa na imejifunza kutumia njia mbadala za biashara. Wataalamu wa vikwazo walizungumza na BBC, wameeleza kwamba Tehran imekuwa ikibadilika haraka ili kukwepa baadhi ya vikwazo, ikitumia mitandao mipya ya kibiashara na njia zisizo za kawaida za kusafirisha mafuta. Lakini hiyo haimaanishi kwamba Iran haisikitiki au haisikii maumivu. Vikwazo vinaweza kuongeza gharama za biashara, kupunguza mapato ya serikali, kuzofisha sarafu na kuongeza shinikizo kwa wananchi. Kwa hiyo changamoto kubwa kwa Tehran ni kutafuta namna ya kulinda uchumi wa ndani, wakati huo ikikataa masharti ya Marekani. Kwa upande wa Washington, changamoto ni kuhakikisha kwamba shinikizo hilo halisababishi madhara makubwa kwa uchumi wa dunia nzima au kuifanya Iran ichukue hatua zinazoweza kuongeza zaidi mgogoro wa kikanda. Kwa sasa kauli kutoka Tehran zinaonyesha kwamba Iran haiko tayari kukubali vikwazo vipya bila kupinga. Marekani nayo inaonekana kuingia katika hatua mpya ya kutumia shinikizo la kiuchumi kama chombo kikuu cha kushinikiza serikali ya Iran. Kinachofuatia kitakuwa muhimu sana. Kwanza, aina ya vikwazo Marekani itakavyotangaza. Pili, kama nchi kama China, Uturuki na Iraq zitashirikiana kikamilifu na Washington. Tatu, namna Iran itakavyojibu.
Kwa hiyo huu si mgogoro wa Marekani na Iran pekee, ni mzozo ambao unaweza kuathiri biashara ya kimataifa, bei ya mafuta na usalama wa njia muhimu za usafirishaji. Kwa sasa dunia inasubiri kuona kama shinikizo hili jipya la kiuchumi litafungua njia mazungumzo au kama litaongeza zaidi mvutano kati ya Washington na Tehran. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za mchana. Asante, chao.